Mr. Speaker, mimi nataka kukimbia direct kwa mada ambayo mlikuwa mnasema wabunge wanakula pesa mingi kuliko madaktari na walimu. Hiyo nayo ni hakika. Mimi nataka kuomba serikali ya Kenya, tafadhalini, jaribuni. Walimu wanafanya kazi nyingine ambayo ni mingi sana. Jaribuni muangalie mshahara ya walimu, muangalie mshahara wa madaktari, kwa sababu hao ndio wanatuhudumia. So mimi naona hao MCA hao MP wanapata pesa mingi, lakini ukiangalia kazi yao hawafanyi kazi mingi kama walimu na madaktari. So hapo mimi naomba serikali, tafadhalini muangalie mshahara yao. Nikienda kwa mada ya pili ambayo ni mada ya sisi Waluya kule. Mimi nashangaa mtu akikuja hapa kutuambia ati sisi kingpin wetu atakuwa Tweve, atakuwa Mudavadi, atakuwa Wetangula. Nao ndio watu wameangusha Waluya tangu enzi za zamani, miaka yote. Waluya Mudavadi ametufanyia nini Western? Atoli ametufanyia nini Western? Tukienda Wetangula ametufanyia nini Western? Wanamwache kutudanganya na hao watu wenye hawajatufanyia kitu. Ndio mnataka kutuambia hapa ati hao ndio na nini? Hao wanaongoza sisi kwa kuoa. Si ati kufanya nini? Hao wanatuongoza Waluya kwa kuoa. Si ati wao kingpin wetu. Sisi yule mtu ambaye tulikuwa tunajua anaweza kuwa kingpin na aliaga ni yule mtu ambaye alikuwa anaitwa ule alikuwa anaitwa Kijana Wamalwa. Yes, right. Huyo ndiye alikuwa kingpin wa Waluya na kaaga. Na mimi nataka kusema hivi. Mimi nataka kuambia hivi. Nyinyi watu wa Nyanza. Nyinyi watu wa Nyanza. Baba alikuwa kingpin wenu na alikuwa kingpin mpaka sisi Western. Hiyo nakubali. Kwa sababu sisi watu wa Busia tulikuwa tumekubali. Lakini mimi nataka kuwashua. Vile baba amekufa, hata nyinyi mnaenda kukosa kingpin kwa sababu mumeanza kutangaza Ruto. Ruto ni Mjaluo. Mmekuwa confused na nyinyi ndio mnataka kuteseka. Mnataka kuteseka. Nyinyi watu wa Nyanza mnataka kuteseka. Mnataka kurudi kwa ile kiatu sisi tulikuwa tumevaa. Kwa sababu tangu Kijana Wamalwa akufe tukakosa kingpin. Nyinyi pia vile Raila amekufa mnataka kuteseka. Na mimi nataka kusema hivi. Mimi nataka kusema hivi Mr. Speaker. Mimi nataka kusema hivi Mr. Speaker. Nasikia watu wakisema ati Pauline Njoroge ati ni mwanamke hawezi panga wanaume. Mimi nauliza hili swali. Ule Gladys Wanga ambaye anapanga watu wa ile kikundi kingine. Yeye ni mwanaume. Ni mwanaume. Mwachane na Pauline Njoroge. Wao wanaenda kupanga vile tutachukua serikali. Mkumbuke kwamba hata Gladys Wanga ni mwanamke my friend. Na siasa tunajua. Msitupige lega bwana. Asanteni sana.